Subscribe The Sport Show. Kitendawili cha kucheza dabi hatimaye kimetanguliwa rasmi. Unaweza kusema hivyo kutokana na kwamba klabu ya Yanga imeridhia kwa namna moja ama nyingine kucheza dabi. Hivyo ndivyo unavyoweza kusema kwa sababu mpaka muda huu navyokuletea hii taarifa, klabu ya Yanga imeridhia kuketi na bodi ya ligi mnamo tarehe 9 na kuweza kujadili kwa mapana kuhusu sakata la dabi. Hii ni habari ya uhakika na kuaminika. Tafadhali naomba ungana nami kwenye huu uchambuzi na kwenye hii taarifa kwa kile ambacho nakuelezea na nachokuletea hapa, kutokana na kwamba habari za kuaminika kutoka klabu ya Yanga zimeweza kuthibitisha hilo. Kivipi na kwa namna gani, na nani anayesubiriwa, nani anayengojewa, nani aliyeshikilia mpini na nani ambaye ametoa maamuzi hayo. Tafadhali ungana nami kwenye huu uchambuzi mwanzo mpaka mwisho pasipo kukosa na pasipo kuruka, lakini pia ni kuombe uweze kusubscribe hii YouTube channel yetu ili usipitwe na taarifa kadhaa ambazo tunakuwekea hapa, lakini pia naomba uweze kutupa maoni yako. Shukrani kwa wale wote ambao mnakuwa mkitoa maoni yenu, lakini na mimi pia nimekuwa nikiwajibu. Kwa ambaye sijamjibu najua nitakujibu. Lakini pia shukrani kwa wewe ambaye umesha subscribe hii YouTube channel yetu, lakini pia asante za dhati zikuendee wewe ambaye una share na marafiki na washikaji hii channel yetu. Hakika najivunia kuwa nawe, najivunia kuwa nawe mwanafamilia wa The Sport Show. Sisi kama The Sport Show na kuletea habari za uhakika kutoka vyanzo vya uhakika kuhusiana na yale yote ambayo yanaendelea kunako kwenye vilabu vyetu hivi pendwa. Klabu ya Yanga imeweza kuthibitisha kwa namna moja ama nyingine kutoka taarifa za ndani, maana hizi hazijawekwa kwenye mitandao ya kijamii au kwenye peji za vilabu, lakini za kutoka ndani au vyanzo vya ndani vinaelezea kama nilivyokudokeza kwenye posti iliyopita kwamba Yanga yakubali yaishe, yakubali kushusha mikono chini ili kuweza kusikilizana na bodi ya ligi, na ndivyo ambavyo ipo. Kivipi? Kwa sababu kesho tarehe 9 kuna kikao cha siri ambacho kitafanyika baina ya klabu ya Yanga na bodi ya ligi chini ya Steven Mguto, ambaye ameweza kuwaomba ili waweze kujadili ni namna gani mchezo namba 134 ambao ni Yanga na Simba utakavyoweza kuchezwa tarehe 15 Juni. Lakini kabla ya hiyo taarifa kulikuwa kumezuka taarifa nyingi sana kwamba Yanga kama club hawajatangaza uwanja ambao dabi itachezwa. Kwa hiyo kama taarifa zitatokea za bodi ya ligi au TFF, hizo zitakuwa ni zao, lakini wao kama Yanga hawajasema kwamba watacheza na pia hawajatamka uwanja upi ambao utakaotumika kutokana na hii ligi, kwa maana kwamba ule msimamo wao uliokuwepo wa hatuchezi ndio ambao ulikuwa unapelekea mpaka muda huu wasiweze kutangaza ni uwanja upi ambao unaenda kutumika. Lakini kwa namna moja ama nyingine ni kama Yanga wamesharegeza kamba. Kitendo cha kukubali kukaa na bodi ya ligi ni kwamba tayari wameshakubali game ichezwe. Kwa hiyo ni kwa namna gani ambayo inasubiriwa, pengine tusubirie ndani ya siku mbili hizi kunaweza kukawa na tamko, kwa sababu ikumbukwe kwamba watu walikwisha nunua tiketi. Kwa hiyo ambao wana tiketi naamini wataweza kuzitumia kwa ajili ya hiyo mechi, lakini pia ambao hawana naamini ndo watakaoambiwa wakanunue, kwa sababu ni kitendo cha muda mfupi tu kuhusiana na hilo. Ndio maana unaona hata Yanga bado hawajakuwa sana na uhitaji wa kutaka kupromote mechi, kwa sababu wanaamini kwa namna moja ama nyingine walikuwa wameshauza tiketi. Kwa hiyo zile tiketi zitakuja kutumika kwenye hii game. Hakuna namna Yanga wataweza kukwepa hii mechi, kwa sababu wao kama wao hawana mamlaka na mamlaka zote zipo chini ya bodi ya ligi na TFF. Kingine nilichokuwa nakizungumzia na nilichokuwa nakuelezea ni kuhusu swala la uwanja kama nilivyokuelezea, lakini kanuni
ya bodi ya ligi inaeleza wazi kwamba bodi ya ligi ndo wenye mamlaka wa kupanga uwanja upi utumike na sio klabu. Sijui tunaelewana kwenye hili. Narudia, bodi ya ligi ndo yenye mamlaka ya kuamua na kupanga ni uwanja upi utumike. Mwanachama wa bodi ya ligi au mwanachama wa TFF, nikimaanisha vilabu, huwa vinatuma maombi kwenda kwenye bodi ya ligi kuomba kubadilisha uwanja au kucheza kwenye uwanja mwingine. Kumbuka kanuni inaruhusu timu moja kuhama mara mbili, yani kuhama mara mbili katika msimu mzima. Kwa maana anaweza kaomba, mfano kama Yanga anaweza kaomba mechi hii nikacheze Zanzibar, mechi nyingine nikacheze Tabora. Hiyo ameomba. Sawa sawa, lakini akishaomba hapo, anayekuja kukubali ni bodi ya ligi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine Yanga hawezi kukwepa hilo, kwa sababu akisema kwamba nyewe mmepeleka timu taifa kwa Mkapa, mimi niko KMC, inaonekana kwamba Yanga atakuwa anacheza mchezo ambao siji tusitumie mchezo wa kitoto, kwa sababu mwenye mamlaka ya kuidhinisha uwanja wa kuchezea mpira siku ya mechi ni bodi ya ligi. Na ndio maana wakishaomba inaidhinishwa, kama kiwanja kimepitishwa sawa, ikiwa bado bodi ya ligi wanasema hapa bado. Kwa hiyo mwenye mamlaka ya kuahirisha au kupanga uwanja ni bodi ya ligi na si klabu. Klabu anatoa pendekezo, lakini hilo pendekezo linapitiwa na linajibiwa. Ndio maana unaona Simba na KMC zilitakiwa zikachezwe Tabora, lakini kutokana na mapendekezo yaliyotokea ndio maana game ikarudishwa ikachezwa KMC. Lakini hali kadhalika mara nyingi tumekuwa tukishuhudia timu kadhaa zikifanya hivyo. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi wale wote ambao wanafikiri kwamba Yanga anaweza kakimbia kwa kupeleka timu sehemu nyingine, kwa kuambia kwamba wakifanya hivyo watakuwa wamekiuka taratibu za bodi ya ligi, watakuwa wamekiuka kanuni na watakuwa wamefanya uhuni, na hivyo wataadhibiwa kwa mujibu wa kanuni na sheria zilizowekwa na TFF pamoja na bodi ya ligi. So mbali na hizo taarifa za kuaminika pia zinasema kwamba klabu ya Yanga kuna baadhi wengine wameridhia, lakini hawajatoa hitimisho la moja kwa moja, kwa maana kwamba wamesema kwamba wao wanaacha hilo jukumu chini ya rais wa klabu mpaka atakaporudi nchini ili aweze kulishughulikia hilo swala. Hivyo basi game kati ya Simba na Yanga au na maamuzi ya bodi ya ligi na kikao ambacho kinaenda kukalika hivi karibuni, ambapo kesho kwa mujibu wa taarifa kama nilivyokueleza, wanadai hivyo kwamba injinia atakapofika ndo atakaye kuwa mtu wa mwisho kutoa mawazo yake kuhusiana na hili sakata la dabi, lakini pia atakuwa ni mtu wa mwisho kuhakikisha kwamba anatoa mwelekeo sahihi wa klabu ya Yanga ni wapi inapokwenda. Kwa hiyo kuna waliosema hivyo, lakini pia wameweza kunukuliwa baadhi ya wachezaji wa Yanga wakisema kwamba wao wapo tayari kwa ajili ya dabi, wako tayari kwa ajili ya kucheza, kwa sababu wao hawaoni tatizo kucheza dabi, lakini pia wanasubiria kwa hamu kutokana na kitu kile ambacho wanatamani kukionyesha kuhusiana na ukubwa wao pia, lakini pia wao washajiandaa kwa ajili ya dabi. Kwa kinachosubiriwa ni wenye mamlaka wenyewe, ikiwemo viongozi wa klabu pamoja na bodi ya ligi kuweza kumalizana na kuweka taratibu zote sawa ili kuweza kuendelea na huo mchezo. Katika siku za karibuni, japo Yanga walikuwa wanasema kwamba wanaenda kucheza na wanajiandaa na Tanzania Prisons, lakini mpaka leo hii au mpaka dakika hii hakuna sehemu yoyote ambapo hiyo mechi inazungumziwa au inapromotiwa kuliko game ya Simba na Yanga. Ukienda kwenye media kadhaa unaona ni Simba dhidi ya Yanga kuhusiana na dabi ya tarehe 15, na mimi nakuletea taarifa ambazo zina uhakika na za kuaminika kutoka vyanzo vya kuaminika kuhusiana na haya ambayo yanaendelea. Kwa hiyo tutarajie na tutegemee kuwepo kwa dabi. Hilo ni kitu ambacho nakuhakikishia, na tangu mwanzo nilikuelezeeni kwamba dabi ipo na itachezwa, na niliwaelezea baadhi ya sababu
na katika hizo sababu naamini mnazidi kuziona ninyi wenyewe pia na mnakubaliana nami kwa kile ambacho ninawaambia. Kwa hiyo hata hili la Simba na Yanga, uhakika wa 100% kuchezwa upo. Narudia tena, uhakika wa 100% kuchezwa upo. Kivipi? Kwa sababu hakuna mwenye mamlaka makubwa ya soka kama TFF na bodi ya ligi. Hao ndio wenye mamlaka ya soka. Hata wakisema waende kwenye vyombo vya sheria, kumbuka kwamba haitowasaidia kwa sababu vile vyombo vitawarudisha hawarudi kumalizana, kwa sababu hao ndio wenye mamlaka. Ukitoa TFF ina maana unaenda CAF. CAF huko CAS ndio watu wenye mamlaka ya mpira na sio serikali zetu. Serikali au mahakama yetu inaweza kujadili mambo madogo madogo, lakini sio makubwa ambayo yanahusu ngazi ya vilabu. Kwa hiyo kwa injinia kwake pia kuna mtego kawekewa, mtego ambao kwa namna moja ama nyingine itabidi autegue. Kivipi aweze kuutegua? Ni kwa sababu hii hapa, yeye ndo mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Kwa hiyo haya yanayoendelea kati ya Simba na Yanga, kuna wakati natakiwa simame kama mwenyekiti wa vilabu ili kuweza kutoa hitimisho. So atakavyokuwa anazidi kukaa pasipo kutoa hatma yanayoendelea, kwa namna moja ama nyingine ni kama vile anazidi kukalia kuti kavu kutoka mamlaka husika au kutoka CAF. Kwa hiyo pengine pia akienda tofauti, yawezekana kwa namna moja ama nyingine kwa namna moja ama nyingine injinia anaweza akajikuta anaondolewa kwenye nafasi yake, kwa sababu hii ni dabi kubwa ya Afrika. Ni dabi ambayo inatazamiwa zaidi Afrika na duniani kote. Hivyo basi anapokuwa ni mwenyekiti, kitu kimoja na cha msingi sana kutoka kwa mwenyekiti ni kutatua migogoro na sio kuongeza migogoro. Hivyo yanayoendelea kati ya Simba na Yanga, yeye anatakiwa asimame kama mwenyekiti wa vilabu ili aweze kuondoa migogoro iliyopo baina ya klabu na klabu au klabu na nchi husika, na ndo maana akateuliwa kushika hiyo nafasi. Sasa tunajivunia kuwa naye kwa sababu yeye ni Mtanzania na hivi vinatokea Tanzania. Kama nilivyokuambia kwamba hii ni dabi miongoni mwa dabi kubwa zaidi Afrika na duniani, kwa sababu ukizungumzia dabi zenye msisimuko katika Afrika, hii ya kwetu ni ya 5 au ya 4. Ukiondoa za South au Misri, unakuja kwetu Tanzania pia. Kwa hiyo macho na masikio ya wapenda soka kunako Afrika, macho yao yapo yanaitizama zaidi Tanzania kwa sasa kati ya Simba na Yanga, kuona ni kwa namna gani itakavyokuwa, kwa sababu baadhi ya nchi hasa za Afrika Mashariki zimekuwa zikijifunza zaidi kutoka katika klabu hizi mbili. Ukumbuke kwamba mwaka uliopita klabu ya Yanga iliweza kutoa mafunzo ya namna ya uendeshaji wa ligi ambao waliweza kufanya dhidi ya TP Mazembe. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani ambavyo Simba na Yanga ina ukubwa wake, lakini pia unaona ni kwa namna gani ambavyo zina mvuto na zinafuatiliwa zaidi. Kwa hiyo injinia hapa amekaa kwenye mtego ambao yeye kama yeye inatakiwa situmie mahaba ya klabu kwamba mimi ni rais wa klabu, inatakiwa wakati mwingine akubali kwamba kuna wakati haitakiwi utumie mahisia bali inatakiwa utumie uhalisia. Kwa hiyo hapa inatakiwa asimame kama rais wa vilabu na sio kiongozi wa Yanga. Hiyo ndiyo nature ya uongozi, lakini tusubiri tuone ndani ya siku mbili hizi ni nini ambacho kitakachotokea. Pengine taarifa zinaweza zikatoka ndani ya siku 2 au 3 mbele kuhusiana na sakata la dabi. Asante kwa kuwa nami, tafadhali naomba uweze kusubscribe kwa ambaye hujaweza kusubscribe, lakini pia ninaomba komenti yako na wewe toa maoni yako nami nitakujibu nini unachokiona kuhusiana na hili sakata.